Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo tutaeleza katika mambo yataka tujiepushe nayo, tuachane nayo, na ni kuhusiana na mwili mzima, yale mengine kuhusiana na mambo ya moyo. Na jambo kubwa katika miili yetu, tunatakikana sisi Waislamu tusiwe ni wenye kuacha swala, usiwe ni tariku swalati, swala tusiwache. Sasa salatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslima, swala ni wajib kwa kila Muislamu mwanamume na mwanamke, na ni katika nguzo za Kiislamu tano: ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu salat wa itau zakat wa saumu ramadhan wa hajjul bait. Nguzo ya pili ni swala, na ndio ibada peke yake Mtume alipokea alipokuwa mbingu saba ya safari yake ya Isra na Mi'raj. Ibada nyingine za kutoa zaka, kufunga, kuhiji alifaradhi Mtume alipokuwa chini ardhini ndani ya mji wa Madina, lakini swala peke yake ilikuwa juu mbinguni. Na swala ni kiungo baina mja na Mola wake, waungana na Mungu saa zote, siku zote, na ibada zote zinaenda kwa mawasim, kwa siku fulani. Hija waambiwa alhaju ashhurun maalumat, hija ni miezi maalumu kwa kila mwaka. Utakwenda Dhulhijja ukahiji. Ramadhani ni mwezi maalumu, ayyama maadudat, shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhani, siku za kuhesabika. Mwezi mmoja kila mwaka ndio kuna Ramadhani. Zaka ni kiwango kifiki kwa kila mwaka mara moja, lakini swala ndio ibada katika zile nguzo ya kila siku mara tano. Kila siku mara tano unatakiwa wewe uswali, na swala ndio msaada wako mkubwa wa kukusaidia hapa duniani na kukusaidia akhira. Wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa ala alkhashiin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Omba msaada kwa Mwenyezi Mungu kwa subra na swala. Wa innaha, na hakika hiyo swala, la kabiratun, swala ni kitu kikubwa sana, illa alkhashiin, ila kwa wanyenyekevu. Wanyenyekevu gani? Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, wale wanaoyakini watakutana na Mola wao na watarudi kwa Mola wao. Swala ni kitu kikubwa sana na ni kitu kizito. Anaweza ni mwenye imani ndo anaweza kushika ibada ya swala, na ndiyo ibada iliyotabiriwa mwisho wa zama itakuja kuachwa. Tunasema la tunqadhanna ula alislami urwatan baada urwa, mtafungua tanzi za Kiislamu, mafundo ya Kiislamu, fundo baada ya fundo. Awaluhuna naqdhan alhukmu wa akhiruhuna as-salah, jambo la kwanza mtakokuacha ni sharia za Kiislamu, na jambo la mwisho mtawacha ni swala. Na swala ndio Mungu akasema, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya, wakaja watu baada yenu waovu, kazi yao ni adha'u salah, wanawacha sala, wattaba'u shahawat, wanafuata matamanio, wanafuata starehe zao, machezo yao, uraibu wao. Fasawfa yalqawna ghayya, watu hao watapambana ghayya. Ghayya ni wadun fi jahannam, ni jangwa liko ndani ya moto wa jahannam. Baidun qaruhu,
shimo lake ni kubwa sana, moto wake mkali sana. Hilo limeweka special kwa wale watu ambao kwamba wasio swali, wale wenye kuacha kuswali. Ndio tunaambiwa mwenye kuacha kuswali wakafiri wa kweli, kwa hadithi ya Rasuli, sikia tena sikia, mwenye kuacha kuswali wakafiri wa kweli, kwa hadithi ya Tumi, sikia tena sikia. Na Mtume alisema al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara, au kwa lingine faqad kafara jihada. Ahadi yetu sisi na wasiokuwa sisi ni swala. Mwenye kuacha swala huwa ni kafiri. Tofauti ya baina muislamu na baina ya kafiri ni swala. Unajua huyu muislamu huyu waswali, huyu haswali, si muislamu, lakini rangi tofanana, sura tofanana, sote binadamu, wengine mpaka majina wanafanana, mavazi tunafanana, lakini tunatofautiana katika swala. Sisi tuswali, wengine wasiokuwa sisi hawaswali. Na swala ndio Mtume asema rasul amri al-Islam, msingi wa jambo ni Islam, wa amuduhu swala, kiguzo cha dini yetu swala. Swala ndio nguzo ya dini. Ukiacha swala umeacha nguzo ya dini, na ni lazima ukisikia muadhini ujibishe. Masamia nidaa, ukisikia muadhini faliujibu, na masamia nidaan falam yati fala salata la. Kusikia muadhini ni uende ukasikize muadhini, bila udhuru hukubaliwi. Bali uzito wa swala, hata yule kipofu akiitwa Abdullah ibn Maktum, wakati wa Mtumi alikuwa kambali na msikiti wa Mtumi, yuko nje ya Madina, na ilikuwa yeye anaogopa sana kwenda kuswali swala ya alfajiri, swala isha, kwa sababu ya giza lilokuwa Madina na mashimo na hayawani wabaya wabaya wako pale, wanaweza kumdhuru. Walakin alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba udhuru, kwa ni kipofu, hana mwenye kumuongoza, na swala atakwenda vipi kuswali kwa jamaa na mahali ni mbali? Mtume akamruhusu. Alipokuwa aenda zake akamwambia, hal tasma'u hayya ala, jisikia hayya ala swala, hayya al falah, kule unapokaa sana sikia. Sasa basi madamu wasikia, lazima ujibu, na kujibisha muadhini ni kwenda msikitini ukaswali. Kwa hivyo madamu wasikia muadhini, huna udhuru wa kuata kuswali, japo wewe ni kipofu, na wasema huna mwenye kushikilia mkono temu hizo. Sasa ikiwa mtu kipofu asiona, hana macho, anaambiwa asiwache swala, aende msikitini akaswali hivyo hivyo, hata kama yeye ni kipofu. Na Mtume asema baina rajuli wa baina al-kufri tarku swala, baina mtu na ukafiri, au baina mtu na baina ukafiri na baina shirki ni kuacha swala. Na mwenye kuendelea na swala huwa na nuru duniani na akhera, wana hoja kujitetea ndani ya kaburi, na ataokoka siku ya Kiyama. Lakini na ule aswali hana nuru, uso wake ukimwona utamwona ana giza, hata kama ni mweupe utaona uso mweusi, hana simahum fi wujuhihi min athari sujud. Asoswali hana hoja kujitetea ndani ya kaburi. Siku ya kwanza ndani ya kaburi utaulizwa swala. Jambo la kwanza, siku ya Kiyama utafufuliwa, Mtume utaulizwa swala. Basi mtu yule huwa hana nuru wala hataokoka siku ya Kiyama, na atafufuliwa siku ya Kiyama pamoja, hushira yaumul qiyamati maa Firauna wa Hamana wa Karuna wa Ubay ibn Khalaf, na atafufuliwa siku ya Kiyama na vichwa vya kafiri vinne: Firaun na waziri wake Haman na Karun alodondomezwa, na utafufuliwa na Ubay ibn Khalaf, yule alomwahidi Mtume alipomuona Maka, na yeye kwa yalisha farasi wake, akamwambia farasi namlisha nije apate nguvu, nimpande farasi huje kuue wewe Mtume. Mtume akamwambia nitakuua wewe. Hakuna mtume, mtu aliyooa na Mtume kwa mkono wake isipokuwa ni huyo Ubay ibn Khalaf. Huyo Mtume alimuua katika vita vya Uhud, alimwachilia ukondo ukapita kwenye koo yake ukamkangura, akasema ni huyo Muhammad. Jakamba wewe ni moga sana, watu wapigwa mipanga, wapigwa mikondo ya matumbo hawafi, wewe mkanguro tu huyu.
utakufa vipi? Sasa Muhammad aliniahidi ataniua yeye mwenyewe kwa mkono wake, basi madamu amesema hivyo, basi ataniua. Lao angalitemea mate tu kwenye shingo yangu, basi ningelikufa mimi. Madamu asema ataniua. Kwa nini afufuliwe pamoja na Firauni? Kwa sababu ikiwa wewe umeacha swala kwa sababu ni mfalme au ni rais una mambo mengi, basi Firauni yuko pia, tapambana na marais na wafalme huko ndani ya moto. Ikiwa wewe umeacha kuswali kwa sababu ya wizara, wewe ni waziri fulani au na cheo fulani, basi yuko Haman, waziri wa Firauni, na utapambana na waziri mwenzako katika moto siku ya Kiyama. Ikiwa ni kwa sababu ya pesa nyingi ya utajiri, una mali mengi, milionia, una time ya swala, uko busy, pesa ni nyingi, fuata starehe, basi afufuliwa na Karuni. Karuni alikuwa tajiri, alikuwa na pesa mingi, fuata starehe na starehe nyingi. Na ikiwa wewe ni mfanyaji biashara mkubwa, basi utafufuliwa na Ubay bin Khalaf, sababu ni mfanyaji biashara mkubwa ndani ya mji wa Maka. Kwa hivyo asioswali akuwa ni mtu mbaya sana, na maisha yake yanakuwa mangumu sana. Na kitu kikubwa ni swala. Ukiswali riziki yako ya sahali. Waamur ahlaka biswalati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka, waamrisha watu wako waswali na uvumilie katika swala, sisi tutakuruzuku, hatutaki riziki kwako. Kwa hivyo leo aiza baba kwa waswali, lakini watoto wakawa hawaswali. Aweza kuwa watoto waswali kama mke haswali. Kwa hivyo nyumba yako usikubali kukaa na tariku swalati. Katika tariku swalati mamkut, tariku swalati amekasirikiwa, achukiwa na kila kitu, analaaniwa na kila kitu. Wala ghairi alislami yamut, na atakufa ilhali si Muislamu. Tariku swalati analaaniwa na malaika wa mbinguni, analaaniwa na dhulumu ndani ya ardhi, alaaniwa na kila kitu. Ule mwenye kuata swala, kila kitu cha mlani, mpaka nguo za mwilini za mlani, chakula anachokula cha mlani, kinywaji anachokunywa cha mlani, kipanda anachokipanda ana mlani, wanalana lana kila kitu cha mlani, kwa sababu yeye hamsujudii Mola wake, hamdhaliliki Mola wake, hatui amri za Mola wake. Kwa hivyo mwenye kuata swala ni mtu mbaya sana, bali waambiwa hata ufai kula na yeye wala kunwa na yeye wala kufanya urafiki na yeye, na hafai kuwa shahidi katika mambo yako ya biashara au mambo ya kuoa, sababu ni fasik. Shahidi hawi mtu fasik, na mwenye kuata swala ni mtu fasik, ametoka toa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo swala tushikamane nayo. Angalia, wacha kuata swala kwa jambo kubwa, bali hata mtu mwenye kutoswali kwa wakati wake tu ana maangamivu. Mwenyezi Mungu asema wailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, adhabu kali na yenye kuswali nje ya wakati. Alladhina hum yurauna wa yamnauna almaun, Mungu amemchukia yule mtu anaswali kwa kuchelewesha. Haswali alfajiri mpaka jua litoke, haswali adhuhuri mpaka wakati uingie wa alasiri, haswali alasiri mpaka jua likutwe, haswali magharibi mpaka wakati isha uingie, haswali isha mpaka madhila alfajiri uadhiniwe. Yeye waswali, lakini akiswali wakati wa swala umeisha, ule ana adhabu kali siku ya Kiyama. Na Mwenyezi Mungu amewachukia wale wenye kuswali na huku wanafanya uvivu, wanaswali na huku wana uvivu. Wakaambiwa kwa wale wanafiki wamdanganya Mwenyezi Mungu, lakini wajidanganya wenyewe. Yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala, wakiswali huswali kwa uvivu. Yurauna an-nas, wajionesha, wala kuruna Allah ila qalil. Kwa hivyo kule kuswali kwa uvivu pia hukutakiwi. Je, kutuswali kabisa? Kule kuswali nje ya wakati hakutakiwi. Je, kutuswali kabisa? Kuswali bila unyenyekevu hakutakiwi. Je, kutuswali kabisa? Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Je, kutuswali kabisa? Na binadamu yoyote mumin asokuwa mumin huwa na babaiko, huwa na tatariko, lakini ile yenye kuswali, Mwenyezi Mungu asema innal insana khulika halua wa idha masa sharru
jazua ila almusallin alladhina hum fi salatihim daimun. Binadamu ameumbwa halua, mwenye pupa na tamaa, anachotaka na shari hubabaika, ila wenye kuswali na kudumu wadumu. Hafidhu ala salawati, Mwenyezi Mungu anasema dumuni na swala, wa salati al-wusta, na swala katika kati, ukisema ni alasiri, ukisema ni alfajiri, wa qumu lillahi qanitina, mwenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Tudumu na swala. Kuacha swala ni kitu kibaya sana, kuacha swala ni nuksi kubwa sana. Tuendelee na kuswali sisi, na mwenye kuata kuswali hapati husnul khatima. Mwenye kuata kuswali atapata adhabu ndani ya kaburi. Mwenye kuata kuswali akifika siku ya kiyama ataingizwa ndani ya moto. Mwenye kuata kuswali au akiameswali kwa sababu ya ria na kujionesha, siku ya kiyama ataambiwa aswali, atashindwa kuswali. Zote kuna dalili. Ule ambao kwamba alikuwa kuswali na kujionesha, Mwenyezi Mungu anasema yawma yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Siku wataitwa njoo muswali msujudi, hawatoweza. Watasimama kitaka rukuu, imekuwa kama pembe ya ng'ombe au ya nyati vile, mgongo ubeti kabisa, na kwa kiswali vizuri, kwa sababu walikuwa na muumina akiambia swali siku ya kiyama ataswali katika mtihani siku ya kiyama. Siku ya kiyama swali wale waumini na ndugu zao ndani ya pepo, fi jannati yatasaalun, ndani ya bustani ya pepo waulizana, anil mujrimin, na wale watu wabaya na wale watu wafanya makosa, ma salakakum fi sakar, mbona wewe umeingiza ndani ya moto wa sakar, moto uliokuwa mkali kama hunu, kama mioto ya jahannam? Qalu, watajibu lam nakum minal musallin, tulikuwa sisi hatuswali, tulikuwa sisi ni tariku salati. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu masakin, wala tulikuwa sisi hatulishi maskini, wala nakun nut'imu wa kunna nakhudhu mal khaidhin, tulikuwa sisi tukivama na yenye kuvama batili. Jambo moja kubwa waliotenda na moto kwa kuwa wao walikuwa hawaswali, lam nakum minal musallin. Hilo ndio jawabu la wale watu walioingia ndani ya moto wa jahannam. Kwa hivyo moto wa jahannam wataingia wale watu ambao kwamba asuswali. Kwa hivyo asuswali huwa ni kafiri, na mtu mwenye kuhifadhi swala na kuichunga atachunga kila kitu, na ukiweza kuacha swala utaacha kila kitu. Na ndio kitu cha kwanza, awalu ma yahasabuhu anhu al-abdu yawm al-qiyamah swala. Kitu cha kwanza utakachokuulizwa siku ya kiyama ni swala. Na wengine wanaswali kwa mausimu, anaswali akiwa hana kazi, akiwa na kazi yuko busy haswali. Wengine wakiwa na harusi hawaswali kwa sababu anajitengeneza, anajipamba, kuna harusi hawezi kuswali. Kuna wengine wakiwa na matanga hawaswali kwa sababu amefiliwa. Wengine wakienda kuvua baharini hawaswali, wakwambia sisi tuko baharini. Wengine wakiwa safarini hawaswali, kwambia msafiri kafiri. Mwenye kusafiri si Muislamu, huwa yeye hana cha swala. Kwa hivyo ni lugha mbali, sitasema msafiri ni Muislamu, ana dua, anaomba Mungu, anaomba safari ya salama salimini. Kwa hivyo wengine hawaswali kwa sababu ndogo ndogo isokuwa na maana. Kwa hivyo tudumu na swala, tuendelee na swala, tusiwe ni wale ambao kwamba idha nadaitum ila salati takhadhuha huzwan wa laiba, wakiitwa kuswali huchukulia swala ni machezo, huchukulia swala ni kitu hakina maana. Ndio hata Sayyidna Umar alikuwa katika barua wale maumali zao wa maamili zake na mapisi wake, akiambia jambo muhimu ni swala. Mwenye kuchunga swala atachunga kila kitu, mwenye kubwaga swala akawa haichungi, basi hachungi kila kitu. Ndio mmoja katika watu wema alikuwa ni barobaro, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, shabu nasha fi ibadatillah, alikuwa kiswali kila siku nyuma ya imamu, kila siku. Alipokufa ule mama kuuza wapi, kabla ya kufa akasema kijana ni mtu mwema, kaulizeni. Akaenda nyumbani akauliza vipi mtoto wenu kutoka alipokufa? Akasema alhamdulillah, akamuona hali nzuri, yuko ndani ya pepo, bustani yenye kijani, wafurahi kwa sababu ya swala.
Kwa hiyo tushike swala, na ukitaka kujijua wewe si mtu wa motoni, na ukitaka kujijua wewe si mnafiki, basi dumu na swala, na haswa ushike swala alfajiri na swala isha kwa jamaa. Sasa tunasema ni swala alfajiri na isha kwa jamaa, kuandikiwa baraa mbili, baraatu minan nifaq wa baraatu minan nar, huwa si mnafiki na huwa si mtu wa motoni. Kwa hivyo tushike ibada, tushike swala, tumeumbwa kwa sababu ya swala. Na yasikitisha kwa mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani, we umefunga lakini huswali. Kwa hivyo waamini wewe kwa Mungu amekuamrisha saumu, lakini swala huamini, au wamkubali Mungu wa saumu, humkubali Mungu wa swala, au wafungaje wewe na wewe kuswali huswali. Swala ishikilie sana. Wengine asema asoswali huambiwa atubu, naombe msamaha, arudi aswali. Akikataa kuswali huuawa kwa sababu amekataa kuswali. Na mwenye kuikataa swala huuawa, wala haziko hata makaburi Waislamu. Na wengine hawaswali mpaka juma, na wengine hawaswali isipokuwa Ramadhani mpaka Ramadhani, na wengine hawaswali mpaka siku za mazishi, wameenda kwenda kuzika ndio waswali. Wengine hawaswali isipokuwa swala yake swala ya Idi peke yake, kisha kuswali Idi ndio ashafunga mlango wake wa swala. Kwa hivyo Allah swala, na hili ndio jambo kubwa aliosia Mtume alipotaka kuondoka katika ulimwengu, aliambia swalata wa ma malakat aymanukum. Hotuba mwisho na wasia wa mwisho wa Mtume, swala. Mtume alisisitiza sana swala, na sisi tushikamane na swala. Tuache uvivu ndani ya swala, tuache kujionyesha ndani ya swala, tuache kuswali nje ya wakati, tuwe wanyenyekevu ndani ya swala, tuwe watulivu ndani ya swala. Na ukiswali unatakiwa uwe Muislamu mwenye kupambanua swala, uwe tahara, usiswali na najisi, uwe tahara kabisa, wala usiswali na janaba. Swala atakaswali uwe na wewe uko tahara. Swali umejistiri, vaa nguo vizuri kuswali, usivae nguo zimepasuka, nguo zimekubana, usivae hivyo. Swali angalia wakati, chunga nyakati za swala, chunga kuelekea kibla. Na sikitisha sana tena sana kuona pengine mwanamume ukimwambia twende msikitini kaswali, au umefuatana naye swala tayari, kuna wanaume wengine wanakuambia la, mimi siko sawa. Mwanamume kitu gani kichomfanyia si swali hako sawa? Au mwingine kwamba mimi siko tahara. Mwanamume kitu gani hana tahara? Tunajua wanawake hawaswali, wana ada zao za mwezi, hawaswali kwa sababu za ada zao za mwezi. Na yeye mwanamume huswali, una ada gani ya mwezi? Aliazalini wanaume kuingia katika mwezi na kwenye ada zao. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusimamisha swala na kusimama na swala. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wal afwa minkum.